SOK News. Naam, barabara mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kuwa mzima wa afya popote ulipo, na karibu kwenye upeo mwingine wa habari za SOK News, jukwaa lako la kuaminika kwa habari endelevu, motomoto na za kina. Hadi tamati yote na Kevin ndo langu jina. Tukianzia na habari za humu nchini, ni kuwa sasa mamlaka ya mawasiliano Communication Authority of Kenya imetangaza nia ya kuvuta leseni zote za utangazaji kampuni ya Standard Media Group, hatua iliyozua sio tu maswali mengi na mjadala mkali mtandaoni, bali hadi pia uhuru wa vyombo vya habari. Kupitia barua yake aliyoandika Bwana David Mugonyi, akiwa ndiye mkurugenzi mkuu mamlaka ya mawasiliano, ametaja kutolipwa kwa ada za leseni pamoja na ushuru wa mfuko wa huduma kwa wote almaarufu Universal Service Fund kuwa ndio chanzo kuu ya hatua hiyo. Hata hivyo, kampuni ya utangazaji ya Standard Media Group imekashifu hatua hiyo, ikisema kuwa leseni zake zote zilitolewa kihalali na kwamba tayari ilishaanzisha mchakato wa kuilipa deni lake la shilingi 48 milioni kama ada za udhibiti zilizosanya wakati mgumu wa hali ya kiuchumi. Licha ya madai hayo ya madeni, kupitia taarifa kuu kwa vyombo vya habari, kampuni ya Standard Media Group imeweka bayana kuidai serikali kitita cha shilingi bilioni 1.2 kama ada za matangazo kutoka kwa wizara, mashirika na hata serikali za kaunti ambazo hazijalipwa kwa muda mrefu hadi sasa. Mhariri mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Bwana Chacha Mwita amesema kuwa hatua hiyo ni njama ya serikali kuinyamazisha chombo hicho cha habari kutokana na ripoti zake kali dhidi ya utawala wa Kenya Kwanza unaongozwa na mtukufu Rais William Samoei Ruto. Standard Media Group sasa imewasilisha ombi la zuio kwa mahakama ya rufaa ya mawasiliano, ikitaka kusitishwa kuchapishwa kwa notisi ya kufutwa kwa leseni katika gazeti la serikali. Kwenye habari nyinginezo, imebainika kuwa jukwaa la kidijitali la eCitizen sasa liko kwenye hatari kubwa ya kusambaratika endapo serikali itajaribu kusitisha mkataba wake na waendelezaji wa mfumo huo. Kinyume kabisa na kauli za awali zilizotolewa na baadhi ya maafisa wakuu nyanja ya juu serikalini, nyaraka mpya zilizowasilishwa katika kamati ya bunge ya usalama na utawala wa kitaifa zinaonyesha kuwa eCitizen si mali kamili ya serikali. Mkataba uliotiwa saini tarehe 5 mwezi Mei mwaka 2023 unaelezea kuwa kampuni za Webmaster Kenya Limited, Pesaflow Limited pamoja na Olive Tree Media Limited ndio wamiliki halali wa programu hiyo na wana haki kamili ya kuondoa miundombinu yote ile iliyotumika kutengeneza mfumo huo iwapo mkataba utavunjwa bila kukusudiwa. Zaidi ya hayo ni pia kuwa serikali italazimika kuwafidia wanakandarasi hao kwa hasara yote itakayojitokeza, ikiwa ni pamoja na kupotea kwa data, kusimama kwa huduma au madai kutoka kwa watumiaji. Taarifa hii imeibua tumbo joto na hofu kubwa bungeni, ambapo wabunge wawili akiwemo Peter Kaluma wa Homa Bay mjini pamoja na mwenzake Walari Amburu Kahangara wamehoji uhalali wa kauli za awali kutoka kwa wizara husika. Mbunge wa Saku Didi Raso, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa kamati hiyo, ameitilia shaka uhalali wa mkataba huo, hasa kwa sababu haujasainiwa na katibu mkuu wa wizara ya mawasiliano na teknolojia almaarufu ICT. Tukisonga kimataifa zaidi, ni kuwa mwanamuziki rapa maarufu wa hip hop Sean Diddy Combs ameyakana mashtaka 5 ya shirikisho, yakiwemo ile ya uhalifu wa kupangwa almaarufu racketing pamoja na usafirishaji wa ngono sex trafficking. Hii ni kufuatia nyaraka mapya za mashtaka yaliyopanuliwa. Mashtaka haya mapya yameongezwa kwenye hati ya awali iliyokuwa na mashtaka 3 alipofikishwa mbele ya mahakama ya Manhattan jijini New York nchini Marekani. Timu ya mawakili wa Combs ilisisitiza kuwa tuhuma hizo zinatokana na mahusiano ya zamani ya ridhaa. Huku uchunguzi rasmi basi ukizidi kuendelea, nitazidi kukupakulia taarifa hizi kadri na pindi zinapochipuka. Ila kwa sasa ndipo tumefikisha ukingo wa habari zetu za leo. Until the next one, peace out.